Utashangazwa na changamoto za kisiasa zinazomkabili Netanyahu nchini Israel. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe hapo ili upate matukio mbalimbali ya kimataifa. Kumekuwa na nguvu za pamoja kutoka jeshi la Israel na viongozi wa kisiasa kujenga taswira kwamba vita vya Iran vimeleta mabadiliko eneo la Mashariki ya Kati, ingawa Israel bado haijatimiza malengo yake ya kubadilisha utawala wa Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametumia miongo kadhaa kujiandaa kwa makabiliano hayo na Iran, na maisha yake ya kisiasa yamejengwa juu ya ahadi ya kuilinda Israel dhidi ya adui wake Iran. Baada ya kuanzishwa kwa vita vya moja kwa moja dhidi ya utawala wa Iran pamoja na Marekani, kauli za Netanyahu kuhusu vita hivyo hazijakuwa na ufasaha. Anaelezea kwamba mashambulizi hayo ni kampeni ya uwepo wao wenyewe. Mkuu wa majeshi wa Israeli ameelezea mashambulizi hayo kama operesheni ya kulinda maisha ya baadaye katika ardhi ya mababu zao na vizazi vijavyo. Mmoja wa washauri wa zamani wa usalama wa mataifa wa Netanyahu amesema kwamba hiyo ni fursa ya kipekee ya kubadilisha mwelekeo wa Mashariki ya Kati. Mabadiliko ya utawala nchini Iran yatasaidia kuangamiza maadui wa Israel katika eneo hilo ambao ni Hezbollah nchini Lebanon na Hamas huko Gaza, kwani watakosa ufadhili, mafunzo na hata silaha kutoka kwa Iran, jambo ambalo linaweza kubadilisha usalama wa Israel. Lakini bado baada ya kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kupitia shambulio la angani na kutoa wito wa mara kwa mara kwa raia wa Iran kutumia fursa hiyo kuasi taifa lao, huenda kubadilisha utawala wa Iran kikamilifu ukakuwa vigumu sana. Baadhi ya watu nchini Israeli wanatafsiri hilo kama ni ishara kwamba nchi yao imeombwa kumaliza vita pamoja na Marekani kipindi hiki ambacho bei ya mafuta inaendelea kupanda. Miezi 8 baadaye, Israeli ilirudi tena vitani, Netanyahu akisema Iran ilikuwa ikijenga upya na kwa kasi mpango wake wa makombora na ilikuwa inapanga kuuhamishia pamoja na mpango wake wa nyuklia chini ya ardhi. Changamoto ambayo Netanyahu anakabiliana nayo kwa sasa bila mabadiliko ya utawala mjini Teheran, itachukua muda gani kabla ya mashambulizi mengine? Kwenye hili, vyanzo vya kijeshi vinasema kwamba uharibifu uliosababishwa na mipango ya silaha ya Iran safari hii ni mkubwa zaidi kuliko nyakati ambazo zilizopita, kwani vituo vya kutengeneza silaha, vituo vyao vya kutoa maagizo vya kijeshi pamoja na maghala ya makombora na hata vifaa vya kurushia vimeharibiwa vibaya sana.